Mtito TV. Shena Mtito TV. Shena Mtito TV. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Rafiki namba moja wa burudani. Kati ya faida kiduchu ambazo wageni wekundu wa Msimbazi Simba watapata dhidi ya wenyeji Stellenbosch ni juu ya uwanja utakaotumika kwa ajili ya mechi yao hii ya marudiano ya nusu finali kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo mshindi wa matokeo ya jumla atakwenda finali. Ikumbukwe katika mechi ya kwanza iliyochezwa Aprili 20, Simba mnyama walishinda bao moja bila, lakini sasa wenyeji ni Stellenbosch wanaocheza dhidi ya Simba. Katika mechi hii ambayo itachezwa Aprili 27, Simba ambao kwenye mechi ya nyumbani walishinda moja bila watahitaji matokeo ya sare yoyote ili kusonga mbele, au ushindi wowote, au kama ni kipigo basi wasifungwe kwa tofauti ya mabao ya zaidi ya bao moja. Yani Simba wakifungwa 2-1 watasonga mbele kwa sababu matokeo ya jumla yatakuwa 2-2. Kanuni za michuano ya CAF, kuna bao la ugenini lina thamani yake. Endapo Simba watapata bao la ugenini wala moja halafu wakafungwa 2, watasonga mbele kwa sababu matokeo ya jumla 2-2 yatawanufaisha wao kwa bao la ugenini. Wakifungwa 3-2, Simba watasonga mbele kwa sababu matokeo ya jumla yatakuwa 3-3, watakuwa wamefunga mabao ya ugenini. Kadhalika wakifungwa 4-3, 6-5, 10-9 na namna hiyo. Lakini wakifungwa moja bila kama walivyoshinda wao moja bila jijini Dar es Salaam, maana yake kitakachofuatia ni penalty shootouts, penalty 5-5 ambazo kwa kawaida zenyewe hazina mwenyewe, inatokana na ufanisi wa kila timu katika mechi husika. Sasa kwenye benchi hii nazungumzia uwanja utakaotumika. Huu ni uwanja wa Moses Mabhida uliopo katika jiji la Durban. Yes. Awali katika finali za kombe la dunia mwaka 2010 Afrika Kusini wakiwa wenyeji, uwanja ndio ule uliokuwa ukifahamika kama Durban Stadium. Ni uwanja ambao ni mkubwa aswa lakini wenye kunyumbulika. Kwa mechi za nyumbani hivi sasa uwanja huu sitting capacity, uwezo wa kuchukua watazamaji ni 55,000. Lakini wakati wa finali za kombe la dunia ilikuwa watu 62,500. Hata sasa unao uwezo wa kunyumbulika na kuchukua mpaka watu 75,000 kulingana na mahitaji. Yes, ni uwanja wa kisasa wenye kunyumbulika. Ulitumika katika finali za kombe la dunia 2010 ukiwa umeboreshwa zaidi. Lakini Novemba mwaka jana ukaboreshwa zaidi na sasa kuwa na muonekano huo unaoona hapo ambao umeufanya uwe wa kisasa zaidi. Uwanja huu miongoni mwa sifa zake una kajiumbile kia umbile la nusu duara kinachopita juu kwenye paa la uwanja huo, ambacho chenyewe kinatoa fursa kwa watalii wakitumia vigari vya waya kupanda mpaka juu ya hilo umbile la nusu duara na kisha kupata nafasi ya kuangalia muonekano mzuri wa bahari, lakini pia na jiji la Durban. Kwa hiyo ni uwanja wa kisasa, uwanja mzuri, uwanja maarufu. Katika finali za kombe la dunia za 2010 uwanja huu ulichezewa mechi 7. Yes, 7 games. Kati ya hizo zikiwamo mechi 5 za hatua ya makundi, group stage, mechi 5, lakini pia kuna mechi moja ya nusu finali, semi final, ambayo hii tunakumbuka vizuri. Ilikuwa ni kati ya Spain na Ujerumani. Spain na Ujerumani, ambapo Spain walishinda moja bila kwa bao la Puyo katika dakika ya 73 na mwisho wake wakaenda finali. Ni uwanja ambao ndio Simba wanakwenda kucheza dhidi ya Stellenbosch. Kwa nini Stellenbosch watakuwa hawana faida sana ya kucheza nyumbani katika uwanja huu? Ndio, wao wako nyumbani, hilo halina shaka. Wapo katika nchi yao, taifa lao la Afrika Kusini, lakini umbali kutoka katika jiji la Cape Town ambako wao wanatoka mpaka kufika katika jiji la Durban ni umbali aswa wa kutosha. Katika driving distance ukitumia mwendo wa barabara inaonyesha kwamba kwa wastani kutoka Cape Town mpaka Durban ni takriban kilomita 1610 kilometers kwa barabara, usafiri wa barabara. Sio sehemu karibu hata kidogo, kwa sababu kwa kukumbusha tu ni kwamba umbali kutoka Dar es Salaam mpaka Mbeya, mpaka jiji la Mbeya around kilomita 850, 850 kilometers. Lakini Dar kwenda Bukoba inakadiriwa kuwa kilomita 1376. Hapa nazungumzia driving distance, umbali wa nchi kavu wa barabara. Lakini
Dar Burundi Bujumbura, Dar Bujumbura Burundi yakadiriwa kuwa kilomita 1500 kilometers za barabara, driving distances. Sasa kutoka Durban au kutoka Cape Town nyumbani waliko hawa Stellenbosch mpaka kufika Durban ni kilomita 1610. Kwa lugha nyingine, Dar Burundi ni karibu kulinganisha na umbali wa kutoka katika miji hii miwili. Nini kilichowapeleka huko? Ni kwa sababu kwenye viwanja walivyokuwa wakitumia kwa ajili ya mechi zao, uwanja kama wa Danny Craven, lakini pia uwanja kama wa Arsenal, yote hiyo imeharibika vibaya kutokana na mvua, lakini pia kutokana na mchezo wa rugby, mechi za kimataifa kuchezwa kwenye viwanja hivyo. Matokeo yake viwanja vimevurugwa, eneo la kuchezea umekosa sifa kwa ajili ya kuchezwa mechi hizi za CAF, na ndio maana hivi sasa wanakwenda kucheza katika jiji la Durban, umbali mrefu, na hivyo kitakachowagharimu ni kukosa idadi ya mashabiki sawa na wale ambao pengine wangepatikana ndipo wangecheza kwao kule Cape Town. Hilo moja, lakini pili, mazingira ya uwanja, eneo la kuchezea, na wao pia ni wageni kama itakavyokuwa Simba. Yani wote watapaswa kuuzoea zaidi uwanja huo. Ilikuwa kama Simba jijini Dar es Salaam walipokosa kutumia uwanja Benjamin Mkapa, wakenda New Amani Complex visiwani Zanzibar. Tofauti tu, Simba kutoka Dar es Salaam kwenda Zanzibar kwa mwendo wa boti haifiki hata saa moja. Kwa mwendo wa ndege ni around dakika 15, robo saa. Lakini sio hilo, eneo la kuchezea New Amani Complex excellent, zuri kiasi ya kwamba halitofautiani kihivyo na uwanja wa Mkapa pindi ukiwa katika kiwango chake bora. Lakini pia mashabiki kutoka Dar es Salaam, kutoka maeneo mengine ya Tanzania kwenda Zanzibar haikuwa kazi, lakini pia Zanzibar kwenyewe kuna mashabiki wa kutosha wa Simba, ndio maana uwanja wa New Amani Complex ulifurika vya kutosha. Lakini Stellenbosch, faida hiyo walioipata Simba wakiwa nyumbani hawana, ndio hawezi kuwa na mashabiki wa kutosha kuujaza uwanja huu wa Moses Mabida, lakini pia hawajauzoea umbali mkubwa. Kitakachobaki sasa ni eneo la kuchezea. Wamejiandaa vipi vijana wa kocha Steve Becker wa klabu ya Stellenbosch kukabiliana na Fadlu Davids na klabu yake ya Wekundu wa Msimbazi Simba, ambayo katika mechi ya kwanza ilifunika mwanzo mwisho. Simba ushindi wa bao moja bila uliopata haukuendana na kile walichokionyesha uwanjani. Simba walipiga mashuti 21, tunakumbuka kwenye mechi hii. Kati ya hayo mashuti 5 yalilenga shabaha. Simba walitengeneza big chances, walitengeneza big chances 6. Stellenbosch hawakuwa na big chances yoyote mechi nzima. Stellenbosch kwenye mashuti wao walipiga mashuti 5 mechi nzima. Kipindi cha kwanza walipiga 2, moja limelenga lango. Kipindi cha pili mashuti 3, hakuna lilolenga lango. Jumla mashuti 5, moja limelenga lango. Simba kwa namna walivyocheza, walivyotawala mechi, walistahili aswa wao kupata ushindi wa zaidi ya bao moja. Mengine walikosa ya wazi kama Jashaua kuelekea mwishoni mwa mchezo, dakika ya 6 ya muda wa nyongeza kufidia muda uliopotea kwa sababu mbalimbali wa maamuzi. Jashaua yeye na lango tupu baada ya kuwa ameshampiga chenga golikipa Oscarin Masoluke alipiga nje, huku pembeni yake kukiwa na wachezaji wengine wawili wa Simba akiwemo Lionel Ateba Mbida. Sasa mechi itakuwa vipi? Ni dhahiri kwamba Simba wanayo fursa ya kufanya vizuri zaidi, kupata matokeo wanahitaji ili wasonge mbele kwa hatua nusu finali. Kwa maana kwamba sare yoyote, ushindi wowote, na kama kufungwa basi isiwe kwa tofauti ya zaidi ya bao moja. Hilo linawezekana kwa sababu wao wako ugenini, lakini Stellenbosch ambao ni wenyeji nao kwenye uwanja wa Moses Mabida pia ni kama wageni, kutokana na maelezo niliyotoka kuyatoa. Ewe mtazamaji wa channel hii, endelea kuiunga mkono kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwanduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye. Na hii ni Brand Hotel. Unatafuta mahali pa kukaa wakati wa weekend au safari zako za kikazi? Basi unapofika Dodoma, ichague Brand Hotel. Ni hoteli ya kifahari, chaguo kamili kwako, yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Tunajivunia huduma bora ya malazi, chakula na vinywaji. Utapata free breakfast, free wifi, free swimming pool. Vyumba vyetu ni vya kisasa na vifaa vya kipekee vinavyofanya siku yako kuwa ya kufurahisha na yenye kumbukumbu nzuri. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya shughuli mbalimbali na garden ya kupigia picha. Tunapatikana Kisasa, Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Wasiliana nasi kwa simu namba 0773467756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.